Nataka nikwambie upendo ni kutoa, sio kupokea. Upendo wa dhati ni kujitoa, sio kupokea. Wengi leo wanateseka kwenye mahusiano ni kwa sababu hawajajua upendo ni nini. Unaweza kujitoa kwa mtu ambaye hayuko tayari kujitoa kwako. Unaweza kumhudumia mtu ambaye hayuko tayari kukuhudumia wewe. Ndio maana upendo uliwekwa zaidi kwa mwanaume, na utii na unyenyekevu na heshima vimewekwa kwa mwanamke. Ili mwanamke amtii na kumnyenyekea mume wake, alafu mwanaume ampende mke wake na kumheshimu, kwa sababu upendo unahusiana na kutoa. Sasa mwanaume ndo anatakiwa amhudumie na ajitoe kwa ajili ya mwanamke. Ndio maana neno linasema na mwanaume ataacha wazazi wake, ataambatana. Ina maana atajitoa kwa mke wake, ataambatana na mke wake. Hawatakuwa vitu viwili, bali wamekuwa mwili mmoja. Na aliyewaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Ikiwa na maana gani? Mwanamke anapoanza kupenda au kujitoa, mwanamke yule anavunja kanuni. Tunaona Adam alikuwa anajitoa kwa mke wake, anamhudumia, anamuongoza, na mwanaume ndo kichwa. Tunamwona Yesu Kristo anajitoa kwa kanisa, kanisa kama bibi harusi, Yesu Kristo kama bwana harusi. Anajitoa, analihudumia kanisa. Ndio maana ndani yake akatengeneza viungo tofauti tofauti. Wengine wakawa walimu, wengine manabii, wengine wachungaji, wengine mitume, wengine wainjilisti. Hii inakupa picha gani? Ukiona mwanamke umeanza kujitoa, unahonga, unalazimisha ndoa, unaweka mwili wako kwa ajili ya mitego, ina maana umevuka level yako. Wewe ni kutii na kunyenyekea ili usubiri yule ambaye Mungu atamtuma, mtu mwenye upendo wa kujitoa kwako, ili akuchukue na muweze kuishi wote. Zingatia hichi kitu nilichokushauri, maana wadada wengi leo sasa ndo wanataka kuwa wanaume, wanataka kutongoza, wanataka kuvutia kwa kuweka midomo kwa kutega, kuweka mili yao kwa kutega, kuvaa mavazi ya kutega, kuweka uchi mili yao kwa kutega. Haya yote yatakufanya upate laana, na mwisho wa mwisho hata ndoa hiyo utaisikiliza kwenye vyombo vya habari. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Unahitaji ushauri, unahitaji vitabu ambavyo vingi vimewasaidia mamilioni ya watu kuona utukufu wa Mungu, unaweza kunitafuta na mimi nakupa uhakika hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Kwa wanadamu haliwezekani hata jambo moja, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda. Be a shining star in Jesus' mighty name. Thank you for watching.